leo kikifungwa na Makoro timu mdogo, naomba shabiki wa Simba nunue super glue 2. Super glue 2 tu. Alafu wachukue super glue moja waichomeke kwenye pua. Waiminye kwenye tundu la pua. Waminye ya kwanza, wachukue ya pili, wachomeke huku. Waminye. Alafu ili sidondoke wazipe kwanza mapua. Wachukue na pua yangu waibade ile super glue ikamata kwenye matundu ya pua. Kitachokuja hapo ni kifo, lazima nitakufa. Na nilikuwa namuomba kamanda wetu Jumanne Mlilo anotuletea amani na usalama Dar es Salaam kwenye ligi. Vibaka majambazi hakuna, masheri kila kitu kina usalama. Jumanne Mlilo mmoja sasa na makomando milioni 10 wa Kimarekani. Akisikia hiyo taarifa baba yetu Jumanne Mlilo, hilo swala asilingie tena, zikeni huyo mtu, mambo ya mipira sasa tuingilie serikali. Serikali asiingilie ya mheshimiwa rais inayotuletea amani. Na hii hadi tekelezwe. Anaongea mpaka anaongea tena. Sawa, tupo na Shetani Wanga kwenye mchezo wa ngao ya jamii ya dabi ya Kariakoo. Mimi bwana naitwa Baba Rabiat. Ila kikweli tumekuja kutimiza wajibu. Nina imani kikosi cha Simba kimeonekana Simba Day. Ni kidogo sana. Uwezo ukachukua kikosi cha bilioni 100 ukakichezesha na kikosi cha bilioni 7. Wewe ni kama unyanyasaji. Wewe Yanga na wachezaji wakubwa kama pale kati Musa una Mzize, wachezaji ni wakubwa mno duniani. Unaenda kuwachezesha na hawa watoto wadogo wa kina Simba. Ni kama tunawaonea. Ni wajibu tu wa CAF. Ila Yanga inabidi icheze na Manchester. Yanga inabidi icheze na Barcelona. Si vitoto vidogo masimba. Simba hakuna wachezaji, Simba kuna raia. Raia ni Simba. Sasa kama huyu Mkwala, mimi naongelea wachezaji hao kidogo ni watu. Sio kama nielewa. Ndugu mwandishi wa habari, mimi nataka niongee kitu kilichofanyika. Tulipomsajili Konta yule Musa yule, tulimpeleka baharini sisi na engineer, tukumwambia uzame chini ya bahari tuangalie na pumzi kiasi gani. Kazama masaa 8 mpaka engineer tukaanza kulia kule juu, mtu kafa. Tukawaita wazamiaji wanakuja kuzama, jamaa anatoka. Sasa mimi nataka nimwambie ni engineer, mimi nitasameni wana Yanga. Engineer, kama hicho kitu umekifanya Mungu atakuchoma moto. Kama engineer umeenda Japani, umeenda kutengeneza masaibogi, wanajifanya wanadamu, wanakuja kucheza na Simba, wanafungwa Simba mpaka wanataka kuumia. Engineer, Mungu atakuweka motoni. Haiwezekani Yanga ina bilioni mabilioni inashinda kutengeneza masaibogi. Mimi nataka nikutane na Mzize ni mimi niangalia na nyama au sio mtu. Pakome Zuzwa anavyokimbia tujai kuona na hema nafuta jasho. Ronaldo mwenyewe waga na hema. Narudiani tena, mguu mmoja wa Konta bara. Ni sasa kikosi chote cha Koro. Utatuambia nini? Yanga tunayo na tunatamba nayo. Engineer tunaye na tunatamba naye. Alikama tunaye tunatamba naye. Simba kuna wachezaji, Simba kuna vibanda vya wakara, Yanga kuna nyundo. Nyundo ndio umebomoa kibanda. Pale kwenye kitofu. Wallahi Mzize hawabaki salama. Mzize aliyotangaza kuondoka walifurahi. Baada ya kusikia engineer kabaki, yakaishi pawa. Bao yameishiwa pawa. Ndugu mwandishi wa habari, mimi naongea ukweli. Jezi zao ni nzuri. Yanga Day imependeza Mboso, lakini je, wamefurahi? Ufurahi wa hivyo ni sawa unakula ukoko, kule ni pitau yenyewe. Wana makombe. Haya, wana kikombe hata cha chochote kile. Na wanyang'anya ngoja isani. Yeye nakwambia hivi, tutaifunga Simba mpaka haki ya binadamu itapigia simu. Jamani, hao watu mmenyawanya kubali kujifunga nakwambia itaingilia kati mpaka serikali. Simba atanyanyaswa na atazidi kunyanyaswa. Na sisi Yanga hatuna shida na Simba, shida yetu ni kuona upiramidi tunamnyang'anya ule kombe lile. Na kwa ndugu waandishi wa habari, narudiani tena, washabiki wa Yanga wote, wa Yanga naweka pembeni, washabiki wa Simba wote Tanzania, mnaonisikia kwenye vyombo vya habari, vinavyoburudisha viko vingi. Sio mpaka Simba muiache kwanza miaka 5. Mbona Bongo Flava inaraza, taarabu zinaraza, kuna nyimbo za Kiruga. Nyendeni mkasikizeni nyimbo za Bongo Flava, sikizeni domo la Diamond lile linavyoimba. Msikileni furaha tena na Simba kwa muda. Watoto wadogo kuna Kilikuu Karaba, angalieni Kilikuu wafurahishe. Simba iwe najipanga. Simba ni mbovu, itawaumiza. Mishangazi yote, mishangazi mnaoipenda Simba, achaneni na Simba, kasikizani gita za Mzee Yusufu ziwafurahishe mpaka Simba isimame. Sio leo wala kesho. Tutaifunga Simba mpaka sisi wana Yanga tutagombana wao kwa wao. Tutaona wake zetu Simba wanakufa, ndugu zetu Simba wanakufa, tutasema engineer kubali kufungwa, engineer atakataa, tutapigana wao kwa wao, tutawabomoa. Na nauria tena, na hiyo na vita mbele kubwa ya Yanga, sisi kwa sisi tunapigana ngumi. Tutapigana, JSM atapigana na engineer na JSM atakuwa engineer atakuwa anasema Simba weko. JSM ndugu zetu wanakufa. Sisi mpaka Simba
itataka yenyewe tufunge ndio ipate raza. Yani hii Simba ni bado kikosi cha Simba cha bilioni 7 hawezi kuonyesha cha bilioni 100. Injinia na roho mbaya, injinia sio mtu mzuri. Kinani lakini injinia iko sawa. Na naweka hadi. Na naweka hadi. Tulia. William wa Simba yuko wapi? Nyamonge supporter mdhamini wa Rebambo anoni mdhamini yuko wapi? Narudiani tena. Natuliza sasa, ngoja nizime data nirudishe akili kwanza. Nilikuwa nimetoa akili. Haya. Kikosi cha bilioni 100. Leo kikifungwa na Makoro timu mdogo. Naomba shabiki wa Simba nunue Super Glue 2. Super Glue 2 tu. Alafu wachukue Super Glue moja waichomoe. Waichomeke kwenye pua. Waiminye kwenye tundu la pua. Waminye ya kwanza, wachukue ya pili, wachomeke huku. Waminye. Alafu ili zidondoke wazipe kwanza mapua. Wachukue na pua yangu waibade ile Super Glue ikamata kwenye matundu ya pua. Kitachokuja hapo ni kifo, lazima nitakufa. Na nilikuwa namuomba kamanda wetu Jumanne Mlilo anotuletea amani na usalama Dar es Salaam kwenye ligi. Vibaka majambaza hakuna, masheri kila kitu kina usalama. Jumanne Mlilo mmoja sasa sana makomando milioni 10 wa Kimarekani. Akisikia hiyo taarifa baba yetu Jumanne Mlilo, hilo swala asilingie tena, sikia zikeni huyo mtu mambo ya mipira, si atuingilie serikali. Serikali asiingilie ya mheshimiwa rais inayotuletea amani. Na hii hadi tekelezwe. Na ina imani Simba nawekwa Mwarabu mweusi. Leo nakufa. Mwarabu mweusi unamsikia? Nimemsikia sana. Cha kwanza ukimuuliza aje, amekuja na tiketi kataka nayo. Hilo la kwanza. Muulize tiketi anayo. Kama na mimi nampa. Hii hapa tena 20,000 waandishi wa habari. Hii shilingi ngapi? Unapata tiketi unayo. Mwandishi wa habari. Hii hapa mimi nampa. Subiri kwanza. Ngoja asinipe kwanza, asinipe. Nataka huyu hapa kanipa kidogo. Kuna bosi wangu mmoja anaitwa Nyamonge supporter mdhamini wa Lemavu. Kaninunulia cheni milioni 3. Hii Sara Kitano kanipa milioni 30 za kura kwa ajili ya Yanga kunipa, ni shabiki wa Yanga kindaki. Yaani yule anapenda Yanga kuliko hata baba yake mzazi aliyemzaa. Nyamonge juzi alifiwa na ndugu yake Nyamonge. Akasema mimi si mziki ndugu yangu, twende Yanga Day. Nyamonge kafa kaoza kwa Yanga Day. Yeye anadhamini vilevu na vipofu. Ndio anaonipa maisha mimi, Karimandonga mtu kazi, Suzi Bae, wale mastaa wote. Ukishakuwa star mkubwa ndio anakudhamini, ana hela. Sasa kaninunulia tiketi. Hii hapa naenda kukaa VIP. Kaninunulia na simu hii hapa. Ngoja sinaga simu hii hapa. Nyamonge asante. Kadi hii hapa. Naomba receipt. Masuala ya receipt yote ya nini? Unaona? Mwandishi wa habari nimemsikia ndugu yangu anakuambia kile kikosi cha bilioni 100. Yaani thamani ya klabu bilioni 100. Hivi mashabiki wa Yanga wanaonekana mabumbumbu au kitu gani? Kama ningekuwa mimi hapo kama mshabiki wa Yanga, kama ningekuwa mimi, yule engineer alitoka kumaliza, nikimwambiaje engineer, umetuambia kikosi cha klabu ina thamani ya bilioni 100. Je, hii bilioni 100 hata uwanja hakuna. Leo hii unakuja kutuambia kikosi kina thamani hiyo, kwamba wameonekana mashabiki wa Yanga ni mapumbumu, hawana lolote. Ameongelea kuhusu kwamba anatufunga leo hii na anaweka ahadi. Mimi hiyo ahadi nitakuja kuitekeleza. Sisi leo hii tunakuja uwanjani tumechoka kufungwa miaka hii mara 5 mfululizo. Kwa hiyo ikija kutufungwa leo itakuwa ni mara 6 mfululizo na itakuwa aibu sana hapa Tanzania. Na napokea hata simu nyingi, hata leo nimepokea baadhi ya simu rafiki zangu, sijui South Africa, wapi napokea simu. Na napokea naambiwa bwana ndugu yangu inakuaje? Kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga, lakini nimewaambia kwamba vipi leo hii sisi tunakuja tuko uwanjani. Anajua mimi nilikuwa na safari yangu na safari hata shemeji yenu anajua kwenda nje. Lakini nikasema acha nisubiri kwanza ya dabi kwa nione, alafu nitakuja kuondoka. Leo kikosi Fabio unajua ana akili nyingi sana yule kocha wetu. Fabio juzi hakutaka mbwembwe nyingi. Kuja kuonyesha bwana wachezaji wamecheza hivi na hivi, kuonyesha mifumo. Alicheza mifumo karibu 3. Alionyesha mifumo 3, ukiangalia pale katikati zile winga, ukija pale pale katikati ukija kuangalia zile winga za msimu huu, winga zinataka zitumike za speed sana. Alafu wao wanaingia kwa ndani. Umeelewa hapo na kule mbele katikati natakiwa pale wale masweka walishwe sana. Kwa hiyo mwaka tutafunga magoli mpaka tutachoka. Na leo hii nakuhakikishia waandishi wa habari na kuhakikishia mimi kama Mwarabu mweusi, leo tunamkanda. Tumechoka. Tunampiga goli 2 bila hapo. Goli ngapi? Goli 2 bila. Na huyu huyu wife wangu anajua kabisa. Ulimshauri kabla
Na nimemshauri na nimemwambia kabisa, anajua mpaka ahadi niliyoweka. Huyu shetani wa Yanga anakuja kuweka ahadi. Mimi nimeweka ahadi serikali ya mtaa, kuna baadhi ya mashabiki wa Yanga niliwaambia kama leo nikija kufungwa basi mguu wangu, mguu wa kushoto ukatwe. Waandishi wa habari, angalieni huu mguu niliweka ahadi, na mtamuuliza atakuhakikisheni niliweka ahadi mbele ya serikali ya mtaa, mbele ya mwenyekiti. Niliwaambia mashabiki wa Yanga, mkinifunga basi mguu wangu, mguu wa kushoto uje kukatwa. Mama Samia Suluhu Hassan asiingilie, waziri mkuu asiingilie, wala waziri wa michezo. Sababu gani? Na imani na kikosi changu. Mwangalie huyu Mwarabu, mimi Mwarabu mweusi, huyu ni Mwarabu mweupe. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba kikosi cha mwaka huu tuko imara. Hebu angalia kwanza hawa nyuma mwiko mbele daima. Hebu angalia wanahesabika wako wachache, kwamba sisi tuna uhakika kabisa wa kuja kushinda, na kuhakikishia waandishi wa habari. Lakini yule mwenyekiti akasema kwamba vipi Mwarabu, mbona unaweka hadi ngumu sana? Nikamwambia aje basi, kama mkishindwa hivyo nywele hizi njoo mninyoe, lakini hizi ndevu msininyoe. Kwa hiyo ndio maana yani kwamba na imani kubwa sana kwa kikosi changu. Ukiangalia yule Fabio ujue ana project kubwa sana Simba Sports Club. Ndio maana hata mwaka huu hakutaka kuondoka. Hivi sisi Waarabu tuna uwezo wa pesa kwamba yani kuwazuia. Hatuwezi kuwazuia. Kwa hiyo ukiangalia wale Waarabu wana hela nyingi sana, lakini limekuja ofa, lakini Fabio akakataa, akasemaje, mimi na deni na Simba Sports Club, acha niwamalizie, niwape mataji ndio niondoke. Na aliongea pale na akasema hapa inshallah, yani kwamba amemtanguliza Mungu na ana imani kubwa sana ya kwamba mwaka huu atuachie taji na afanyaje, aondoke. Kwa hiyo sisi tuna imani. Huyu ndugu yangu shetani wa Yanga ni ndugu yangu, kaka yangu. Haya maneno nishamzoea kwa kifupi. Nishafanyaje? Nishamzoea. Kwa hiyo usiondoke. Kwa hiyo ndio hivyo. Hebu mwache shemeji naongee kwanza. Before hajaweka ahadi ya kwamba wakati mguu anyolewe nywele, nadhani atakuwa aliongea na wewe kwanza. Ulimshauri nini? Sina cha kumshauri kwa sababu kaamua. Ndio. Kaamua kwamba akifungwa anyoe nywele na akatwe mguu. Kwa hiyo mimi nipo nitamuunguza. Lakini leo tumekuja kuchukua bingwa. Tutafunga magoli 3. Ndio. Na tukifunga leo itakuwa ni aibu kubwa sana kwake. Lakini kwetu itakuwa ni tahadhari. Ulimpa mapema? Nimempa. Tena nimemwambia na jenzi asivae. Kaka, ila kielele kimempoza. Kaka. Na aisee, Mungu asifiwe. Mungu mkubwa. Mwenyezi Mungu alivyoumba mbingu na ardhi. Anavyoumba mwanamke mzuri akamtia duniani. Akiona kama mzuri mrefu anatupa Yanga. Nendeni Yanga wewe. Mwanamke akiwa mbovu mfupi mbaya anatupa Simba. Angalia mtoto kama huyu, ana kitambi, mwali, ana shepu, mrefu, angalia kofia. Mtoto mashallah, Mungu amua kutupa wapi? Yanga. Yanga kila kitu tumekamilika, kuanzia viongozi mpaka warembo. Huyu mtoto namba 1 duniani. Hakuna mwanamke, angalia vizuri bado vidogo. Hapa watu wanaenjoy na huyu sodem wake muongo. Hawezi wewe kaa hapa unaona. Huyu hapa ni kama Wema Sepetu. Naulie tena. Mungu akiona wanawake wazuri, wanaanza kuwa wazuri na kuwa refu, tupeni kule kwa GSM. Wabaya tupa kwa Mo. Hii ndio Yanga je mwanangu, akipapa tabia mtoto ni mzuri. Unaona na dimples. Wewe huwezi kumiliki mwanamke kama huyu. Mungu hawezi kumiliki pesa kama hii. Huyu anamiliki vinyanya vile. Mrembo kama huyu tafikiri sanamu ndio vana hivi ndio vya kuzia nani? Huyu ni mzuri. Wema Sepetu afiki hapa, Hamisa Kobetu afiki hapa. Mtoto ni mzuri, mashallah. Ndani ya mwili wa huyu dada hakuna madawa kulevya, hakuna sigara, ana nyama zile za Mungu. Ni mzuri tangu azaliwe. Unamwonaje? Hii ndio Yanga.